tazama na kujia kwa wakati mwingine tena. Bila ya kupoteza muda, nianze kwa kusema ya kwamba kwenye hii nchi ya kwetu, kwenye hii nchi ya Tanzania, ukiongea ukweli, ukiongea mambo ya haki, ukakemea, ukakosoa utawala huu wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa nia njema kabisa, kwa nia ya dhati kabisa, kwa lengo la kujenga, tegemea mambo mawili kukupata katika maisha yako. Jambo la kwanza ambalo ni lazima ulitegemee kwa sababu ya kuongea haki, kwa sababu ya kuongea ukweli, kwa sababu ya kukemea, kwa sababu ya kukosoa utawala huu wa Rais Samia Suluhu Hassan, basi tegemea mambo mawili kukupata. Jambo la kwanza, uhaini, na la pili, uchochezi. Na Waswahili wanasema ya kwamba ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya, ili kuhalalisha kumuua mbwa mpe jina baya. Kwa watu kadha wa kadha ambao wanaongea haki, wanaongea ukweli, wanakemea, wanakosoa kwa nia njema na ya dhati kabisa, haikuwa ni watu ambao wapewe kesi za uhaini, za uchochezi. Haikuwa ni watu ambao wapewe kesi za namna kama hiyo. Walikuwa ni watu ambao ilitakiwa wasapotiwe, ilitakiwa waungwe mkono kwa dhamira ya dhati, kwa dhamira njema kabisa iliyopo katika mioyo yao. Kama kuna hawa kadha wa kadha wanaongea haki, wanaongea ukweli, leo hii wanapewa majina mabaya, wanapewa majina ili kuhalalisha kuwafanyia chochote, kuwafanyia lolote, ili kuhalalisha kuwafanyia chochote kwenye maisha na miili yao, ama kuhalalisha kuwapa adhabu iliyo mbaya. Kama hawa akina Mwabukusi, akina Mdude, Dr. Slaa, akina Nay wa Mitego, akina Roma Mkatoliki, na Mbarikiwa Mwakipesile, ni watu ambao wanaongea yaliyo haki, wanapaza sauti, wanaongea mambo ambayo ni ukweli kabisa. Lakini leo hii kwenye nchi zetu, ukiongea hayo, ukiongea mambo ya haki, ya ukweli, ukapaza sauti, basi utegemee kupewa kesi ya uhaini, utegemee kupewa kesi ya uchochezi. Kwa namna nyingine, kwa lugha nyingine, tunaweza kusema, ukisema ni wachochezi, wakati fulani ni kweli, kwa sababu wanachochochea si watu wafanyane mabaya. Wanachochea ni mema, wanachochea mema yatendeke, wanachochea mazuri yafanyike. Hawachochei mabaya, hawachochei vita, hawachochei watu wale rushwa, wafanye mabaya. Wanachochea watu wafanye mema, watende mema, haki zitendeke, haki ifanyike, pasipo kutazama cheo cha mtu ama sura ya mtu. Lakini leo hii ni watu ambao wakiongea ukweli, basi ni ukweli ule wa kwamba linikute lolote. Ndio kwenye nchi yetu hii
ya Tanzania. Ukiongea hayo, basi tegemea kukutwa na mambo mawili, kupewa mambo mawili: uhaini na uchochezi. Hawa ilitakiwa wasapotiwe, hawa ilitakiwa ni watu ambao wasapotiwe, waungwe mkono kwa sababu ya yale wanayoyaongea, ya mema wanayoongea, ya utu, ya ubinadamu, ya haki wanayoiongea. Ilitakiwa wao ni watu ambao wasapotiwe, waungwe mkono. Hawakuwa ni watu ambao ilitakiwa wapewe kesi, wapewe jina baya ili kuhalalisha mabaya kuwapata, ili kuhalalisha kuwafanyia lolote. Kwa nini wanaongea? Kwa nini wanapaza sauti? Kwa nini kila ukweli wanaojua wanauweka wazi peupe na kuongea? Ukweli ni huu hapa. Ngoja nisome kitabu hiki cha dini zote. Yaani dini ya aina yoyote ikikitumia lazima kimsaidie, kimnufaishe sana. Ezekieli 3:17 anasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nikimwambia mtu mwovu, hakika utakufa, na wewe usimpe maonyo wala kusema na mtu huyo mwovu, ili kusudi aache njia yake mbaya na kuiokoa roho yake. Mtu yule mwovu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Ndio maana wanaongea ukweli, wanaongea kila lile jambo wanaolijua ni njema, kwa sababu wakikaa kimya ni mioyo yao inawasuta, mioyo yao inawauma. Hawatamani kukaa kimya, ili hali wanaona uharibifu unaendelea. Lakini kwenye nchi yetu ukiongea haya, ukiongea ukweli, basi tegemea kupewa mambo, kupewa mawili, kupewa jina la uhaini ama jina la uchochezi. Lakini jambo ambalo si kweli. Hawachochei mabaya, hawachochei mabaya yatendeke, wanachochea mema, wanachochea usawa, wanachochea haki itendeke na ifanyike. Mbele hakufurahishi, mbele ni giza, hakufurahishi hata kidogo kwenye nchi yetu hii. Yoyote, omba sana, mwombe Mungu, omba sana, ombea taifa hili na kuongea sana. Omba, ongea, omba, ongea, omba, ongea, kwa sababu yajayo hayafurahishi hata kidogo. Yajayo hayaleti matumaini hata kidogo. Mbele hakufurahishi. Mungu, na ulisaidie taifa letu hili la Tanzania. Mungu na atusaidie sana. Mungu na atusaidie tena na tena na tena na tena na tena. Asante kwa kunisikiliza.